Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu okoa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi ambacho kimekuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa watazamaji wote na wasikilizaji kwa njia ya redio, kipindi ambacho kinakupa ufahamu wa mambo ya kiroho, lakini pia tunapata wasaa wa maombi. Kwenye kipindi cha leo, ukumbuke ya kwamba mwishoni kabisa tutakuwa na muda mzuri wa kufanya maombi, na usije ukasahau uweze kutuma shuhuda zako kwa mambo makuu ambayo Mungu amekutendea katika maisha yako. Hii inatia moyo watu wengine, wanaposikiliza zile shuhuda wanaelewa ya kwamba huyu Mungu aliyemtendea mtu fulani anaweza akanitendea na mimi pia. Tushirikiane taarifa hizi na sambaza somo hili kwa watu wengi uwezavyo. Utakuwa umeshiriki baraka ya kuwavuta wengine kwa Kristo. Kabla ya kuanza somo la siku hii ya leo, tuweze kuomba. Baba yetu uliye Mungu mtakatifu, mwenye upendo, mwenye rehema na neema, ninakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ninakuomba uwe nasi, ukatupatie uelewa wa mbinguni, ili maandiko haya yaweze kuwa ni mbegu inayoota katika maisha ya kila mmoja wetu hadi uzima wa milele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kumbuke ya kwamba katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi tumekuwa tukiangalia masuala ya imani, na nimeeleza ya kwamba katika kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha ya kila Mkristo ni imani. Unakumbuka ya kwamba mwanzoni tulipokuwa tunaanza mfululizo huu tuliongea kwamba hata siku za mwisho Yesu anauliza swali, anasema atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Utagundua ya kwamba imani ndicho kitu ambacho kitamfanya mtu aweze kusimama wakati mpinga Kristo atakapoanza kusumbua dunia hii, wakati alama ya mnyama, wakati itakaposimama kile kitendo cha mpinga Kristo kusimama na nguvu yake ya kulazimisha ibada, kulazimisha kuto kuuza wala kununua. Ambaye ataweza kusimama ni yule mwenye imani peke yake. Na tukaona kwamba maana ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo katika maisha yako yote ambayo utayapitia kama Mkristo, kama kuna silaha ya kwanza ambayo unaweza kusimama nayo na ikakusaidia ni imani. Imani ya kuona yasiyoonekana, imani ya kuwa na ujasiri katikati ya changamoto. Haijalishi kelele za dunia zitakuwa ni kiasi gani, lakini imani yako ikiwa ni kwa Mungu, hapo ndipo unaweza kufika salama. Leo tunaangalia kichwa kinachosema nguvu ya maombi ya bidii. Nguvu ya maombi ya bidii. Neno la Kiingereza ambalo limetumika ni earnest prayer. Na unapolitazama katika lugha ya Kiswahili, tumeona ya kwamba lugha nzuri kabisa ni maombi ya bidii. Sasa kila mtu anajua kuomba. Watu wengi sana wanaomba. Lakini kinacholeta tofauti ni ujuzi wa maombi. Nataka nirudie tena hii. Unaweza ukachukua bunduki. Bunduki hiyo hiyo ikiwa kwenye mikono ya mtoto, ikiwa kwenye mikono ya mgambo, ikiwa kwenye mikono ya mwanajeshi, bunduki hiyo hiyo utaona kwamba inatumika tofauti. Nilikuwa namwangalia mzee Yoweri Kaguta Museveni. Siku moja alikuwa anaonyesha vijana wa jeshi jinsi ambavyo ana uwezo mzuri tu wa kuiweka silaha sawa sawa. Mzee alishika ile silaha, ukimwona tu alivyoshika ile bunduki unajua anaweza kutumia silaha. Ina maana kwamba umri wake ni mkubwa, lakini bado ana uwezo mzuri wa kuitumia silaha yake na kuishikilia vizuri kama inavyotakiwa. Vivyo hivyo, maombi
katika midomo na moyo wa mtu anayeyajua yana tofauti kubwa sana na maombi katika midomo na moyo wa mtu ambaye hajui yanafanyaje kazi. Kwa lugha nyingine, naweza kushawishika kusema ya kwamba kuna sayansi ya maombi. Hii ndiyo inafanya tuweze kuona tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Angalia vizuri kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 fungu la 17. Kwa tafsiri nilionayo, utatumia tafsiri wewe ulionayo ili kusoma ili andiko vizuri. Anasema, Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Sasa kuna kitu nahitaji ukitazame vizuri hapa, mwenye tabia sawa na sisi. Utaiona hapo baadaye. Mwandishi ambaye ni Yakobo anahitaji kuonyesha ya kwamba unapoona Eliya ameomba na mvua haikunyesha, haina maana kwamba Eliya ana tofauti na wewe. Watu wengi wanakosea hapa. Wanapoona mtu fulani akiomba na matokeo yakitokea, wanadhani ya kwamba yule mtu yuko tofauti na wao. Hapana, ni mtu kama wewe, anakula kama wewe, huyu mtu ana maisha kama ya kwako, lakini kuna kitu amekijua tofauti na wewe. Nimekazia kwenye vipindi vingi nikihitaji kusisimua moyo wako wa ujuzi, wa kutafuta kujua zaidi ya vile ambavyo unajua, ili uweze kuzijua hizi siri zaidi ya hapo. Mtu kama sisi, lakini ana maisha ya maombi ya kipekee. Ukiangalia tafsiri ya Mfalme James, King James Version yenyewe inasema hivi: Eliya alikuwa ni mtu wa passion, the same passion as we are. Yani ni kana kwamba anasema Eliya alikuwa ni mtu wa matamanio kama mimi na wewe, lakini huku ametumia neno mwenye tabia sawasawa na sisi. Ametumia neno tabia sawasawa na sisi. Kwa hiyo nimeweka hivi, mtu kama sisi. Unayenitazama hapo, usimuone Mungu anayejibu maombi ya watu fulani, ila muone Mungu anayejibu maombi yako. Huyu Mungu nahitaji nimlete karibu na wewe, japo hayuko mbali. Nahitaji mawazo yako yamuone huyu Mungu akiwa anakuzingira. Mawazo yako yamuone huyu Mungu akiwa anakujibu sawa na watu wengine. Sitaki ujishushe hadhi na kuona uko duni kiasi kwamba uweze kujibiwa. Nahitaji uweze kuona kwamba huyu Mungu anaweza kukujibu wewe kama anavyoweza kunijibu mimi. Ibakie tu matumizi ya karama, kama vile Mtume Paulo anavyosema ya kwamba Roho Mtakatifu amegawa karama kwa watu mbalimbali. Huyu akampa hivi matendo ya miujiza, huyu akampa imani, huyu akampa kupambanua roho, huyu akampa lugha, huyu akampa kutafsiri. Tubakie kwenye matumizi ya karama kama matumizi ya karama, lakini tujue Mungu ni wetu sisi sote. Sasa mtu kama sisi, lakini maisha ya maombi ya kipekee. Hiki ni kitu gani? Unajua, unapomfikiria au unapofikiria kuhusu Eliya, kuna picha nyingi inayokuja. Mimi nikuulize, ni picha gani zinazojitokeza akilini mwako? Hata mimi ukinitajia tu Eliya, kuna picha zinakuja akilini. Moja, nabii aliyeshusha moto. Huyu ndiye Eliya, nabii aliyeshusha moto kutoka mbinguni. Nimesoma Biblia, sijawahi kuona nabii mwingine katika Biblia ambaye aliwahi kushusha moto kutoka mbinguni kama Eliya. Namba 2, mtu asiyeogopa, ambaye haogopi kusimama mbele ya wafalme wa ovu na kuwaambia ukweli wao kuhusu matendo yao. Alikuwa hana woga huyu jamaa, ni jasiri kweli kweli. Lakini ninaposikia habari ya Eliya, ninaona mtenda miujiza aliyewazidi farasi kwa mbio na kugawanya maji ya mto. Ana spidi kubwa, si ya kawaida. Kwa hiki kinanijia kwenye akili yangu, ndiyo, Eliya alifanya mambo haya yote, lakini Yakobo sura ya 5 fungu la 17 inatufunulia siri nyuma ya nguvu zake. Inasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi. Nahitaji nitulia hapa ili uanze kuiangalia tabia yako. Anza kujiangalia tabia yako wewe kama wewe. Tabia ya kupanda na kushuka. Imani ya kupanda na kushuka. Leo unajisikia wa kiroho, kesho unajisikia uko down.
Leo unajisikia mtu wa imani, lakini wakati mwingine unakumbwa na mashaka. Baadhi ya watu wamechukulia hili kama ni jambo ambalo linaweza kuwarudisha nyuma kiroho, lakini kwambie, mashujaa wa imani wote unaowafahamu walikuwa hivyo hivyo. Mtazame Petro. Petro leo anaonekana akiwa mwenye nguvu, kesho anamkuta ni dhaifu. Petro huyu anamwambia Yesu, Bwana, kama ni wewe niamuru nije kwako. Anatembea juu ya maji kwa imani akiwa anamtazama Yesu. Haikupita hata dakika nyingi, pale pale Petro anapoona upepo anaogopa, anaanza kuzama. Anamkumbuka Yesu, anampigia kelele tena. Yesu anamshika mkono, Petro anaanza kutembea tena. Petro huyu ndiye ambaye siku moja Yesu wakati anauliza wanafunzi wake, watu wananiona ya kwamba mimi ni nani? Wananisemaje huko nje? Kila mmoja akasema, we ni Elia, mwingine Yohana amefufuka. Petro huyu ndiye anasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anamwambia, damu na nyama haijakufunulia isipokuwa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa lugha nyingine, Petro, umeongea na Baba, ndio amekuambia. Na anaongea kana kwamba anaambia wanafunzi wengine wote, mmetumia akili zenu wenyewe, lakini Petro ameongea na Baba akapata mafunuo. Dakika chache baadaye Yesu huyu anamkemea Petro, anamwambia, nenda nyuma yangu Shetani. Huyu aliyefunuliwa na Baba sasa hivi amekuwa Shetani. Unaweza ukanitazama ukasema, mchungaji, kwa hiyo unamaanisha nini hapa? Ninamaanisha sitaki Shetani atumie udhaifu wako kukukatisha tamaa, ukaenda mbali na Mungu, ukadhani Mungu hawezi kutenda miujiza katika maisha yako. Elia alikuwa mwanadamu wa namna moja nasi, mwenye tabia sawa na sisi. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 fungu la 4, utaona kwa kina kile ambacho kinaelezewa pale, kwamba Elia aliwahi kumwomba Mungu amtoe uhai wake. Ndio, ikiwa kuna wakati ulijiliwa na wazo la kujiua, Elia ni kwa vile tu hakutaka ajiue, alitaka Mungu ndiye amuue. Kwa kama kuna wakati uliwaza ya kwamba utoke hapa duniani, maisha yamekuwa ni magumu, Elia alikuwa kama wewe. Ni nabii ambaye alifikia kiwango cha kuwaza Mungu amtoe uhai wake. Kwa kama kuna shida ambayo unaipitia mpaka unawaza kwamba usingelikuwepo duniani, hilo wazo halizuii utendaji wa Mungu kama tu utatubu na kurudi kwenye mstari. Elia alikuwa mtu wa namna moja nasi. Anaposema alikuwa na tabia sawa na sisi, hizi ndizo tabia za Elia. Sasa muone Elia kama mtu ambaye kuna wakati naye alikuwa anakata tamaa hivyo hivyo. Nguvu ya Elia haikutokana na yeye ni nani, bali jinsi alivyokuwa akiomba. Hii sentensi ni muhimu, nataka ingie kwenye akili yako sasa hapa. Nguvu ya Elia haikutokana na yeye alikuwa nani, ila alivyokuwa akiomba. Unajua, hata wakati nikiombea watu, wakati mwingine mtu anaweza akadhani kwamba Mungu ananisikia kwa vile mimi ni mchungaji. Hapana, usije ukachanganya mafaili hapa. Kwenye hoja ya utendaji wa Mungu hakuna cheo. Kuna mtu anayesimama kama mtu. Elia hakujibiwa kwa sababu alikuwa ni Elia. Elia alijibiwa kwa sababu alijua namna ya kuomba. Na hapa ndipo tunaanza kuingia ndani kabisa, tuone kile ambacho kimeendelea katika maisha ya Elia. Sikia, nguvu ya Elia, narudia tena, haikutokana na yeye ni nani, bali alivyokuwa akiomba. Hakuomba tu, aliomba kwa bidii na mbingu zikasikia. Kuna kitu kinaitwa bidii ambacho lugha ya mkoloni ameita earnest prayer. Kwa hiyo Elia aliomba kwa bidii. Sasa hii bidii ni ya namna gani? Kuna jambo la kushangaza hapa ambalo inatakiwa tuanze kulitazama kwa makini. Sikiliza, nguvu hiyo hiyo inapatikana kwako wewe. Unanitazama sasa hivi, hii nguvu hii ambayo ilikuwa kwa Elia iko ndani yako. Umewahi kuona Yesu anawaambia watu, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza chunguza, bali ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Na ili ujue kwamba anaongea mada tofauti kwa wengine, akasema ufalme wa Mungu mkononi, anapoongea mada nyingine. Kwa hiyo utajiuliza maswali, ufalme wa Mungu huu kuna sehemu anasema mkononi, ufalme wa Mungu huu uko ndani yenu. Sehemu nyingine anasema ombeni mkimwambia Mungu ufalme wako uje. Kwa hiyo kuna saa ufalme wa Mungu unakuja. Ni kana kwamba ufalme wa Mungu upo kwenye dimension tatu, upo katika mitazamo mitatu. Inategemea umeangalia mtazamo upi. Ndio sababu mtu akimwona Mungu katika sura moja tu ya hukumu, hawezi kumwona Mungu katika sura ya rehema. Hawezi kumwona Mungu katika sura ya tabibu, ambaye tabibu
Mchungaji, sijakuelewa hapa. Tabibu anaweza kumtibu jambazi, lakini polisi hawezi. Hapa ndipo muone Mungu katika sura zake zote. Kwa hiyo ukimchukulia Mungu katika sura moja tu, utajikuta kwamba kuna vitu unavikosa, maana una dimension moja ya Mungu. Ni Mungu ambaye ni tabibu, ni Mungu ambaye ni hakimu. Ona katika dimension zote. Sasa sikia vizuri hapa. Nguvu ya ufalme wa Mungu iko ndani yako, na nguvu ya ufalme wa Mungu ipo mkononi. Na ufalme wa Mungu uje ni matukio matatu tofauti, inategemea unahitaji utumie lipi. Mungu tunayemtumikia anaishi ndani yako, lakini taratibu za kidini na mifumo yake imetufanya tumwone Mungu anaishi mbali. Hata ukisoma ile sentensi Baba yetu uliye mbinguni, unaanza kuwaza habari ya makao yake anapokaa, lakini Daudi anasema niende wapi nijifiche na uso wako? Hata nikienda kuzimu upo. Tunaye Mungu ambaye yuko pote wakati wote, omnipresent, yuko pote wakati wote. Kwa hiyo hata wakati mwingine ukiomba, unaweza ukaomba hivi, Mungu uliyeko ndani yangu. Unaweza ukaomba hivyo kabisa, maana yuko ndani yako. Tunaposema kwamba Baba yetu uliye mbinguni, tunamaanisha position ya uwepo wake, ya kwamba hakuna kilicho juu yake. Hiyo ndio maana, hiyo ndio dimension mojawapo hiyo. Kwa hiyo usidhani kwamba ni position ya makao anapokaa, lakini ujue kwamba ni Mungu aliye juu ya yote. Ndio maana tunasema Baba yetu uliye mbinguni, lakini yuko ndani yako pia. Hili lazima ulibebe. Maisha ya maombi ya Eliya yalileta tofauti ya moto, mvua na ufufuo. Mungu atusaidie sana. Huhitaji cheo ili kujibiwa maombi. Huhitaji mimbari ili kujibiwa maombi. Unahitaji tu moyo wa bidii. Hiki kiweke kwenye ubongo wako. Bado. Huhitaji jengo la kanisa kujibiwa maombi. Hata kama pale unapoomba ni chini ya mti, ukiwa na bidii hii ya maombi unajibiwa. Unaweza ukageuza ofisi yako ikawa ni kanisa ndani ya dakika moja tu. Kitendo kinachohitajika ni kunia. Ukishanuia, ukiweka nia, panabadilika mazingira hayo. Narudia tena, huhitaji cheo, huhitaji eneo maalum, huhitaji mimbari, na hii itakutisha zaidi ambayo inafuata baada ya hapo. Huhitaji mtu kukuunganisha na Mungu. Unahitaji bidii na imani. Asa kwa nini basi kuna wakati mwingine tunaenda kwa wachungaji kuombewa? Nimewambia ni kutafuta matumizi ya karama, sio kiunganishi. Wewe ni mtoto wa Mungu kama mimi. Amini hili, usije ukawa mtumwa. Kwa sababu bila kulielewa hili utakuwa mtumwa wa dini, mtumwa wa viongozi, mtumwa asiyejua kwamba naye ni mtoto wa Mungu ambaye anaweza kumwendea Mungu kama alivyo. Hakuna kinachokuzuia. Sikiliza tena. Kama kuna kitu unakihitaji ili kuweza kuunganishwa na hewa unayopumua, basi kuna kitu unakihitaji ili kuweza kuunganishwa na Mungu. Najua hapa baadhi ya viongozi wa dini wanaweza kuchukia statement yangu, kwa sababu inaondoa barrier. Inamfanya muumini atambue kwamba na yeye ni mtoto wa Mungu kama pasta alivyo. Na ili uweze kuvuna pesa kwa waumini, lazima uwaonyeshe ya kwamba hawawezi kumfikia Mungu isipokuwa apitie kwako. Hili ni kosa. Mungu ni roho, na wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Hapa nilipo napumua freely, sihitaji kitu kingine. Anayehitaji mashine ya kupumulia ni mgonjwa aliyo mahututi. Maadamu wewe uko hai kiroho, Mungu ni wako. Narudia tena, tunachohitaji ni karama alizoziweka Mungu kwa watu, lakini sio watu kutuunganisha na Mungu. Mungu ni wako. Hata Yesu wakati anaondoka aliwaambia wanafunzi wake, siwaiti tena watumwa bali marafiki. Angalia kitabu cha Ibrania sura ya 2, kwa muda wako utaisoma.
Yesu anatutaja sisi kwamba ni ndugu zake. Anasema hivyo haoni aibu kuwaita ndugu zake. Kwa hiyo Yesu ni ndugu wa kwako wewe, na kama ni hivyo basi, alivyo Yesu ndivyo nilivyo, na kama ni hivyo basi, Mungu anayempenda mwanaye Yesu Kristo ananipenda na mimi, kwa vile na mimi ni mtoto wa Mungu. Hili likiingia akilini mwako, ukaliweka kwa watoto wako unaowazaa, wakatambua hivi ndivyo ilivyo, utampenda Mungu kuliko hapo mwanzo, maana yupo karibu na wewe kuliko ulivyokuwa unawaza wewe. Kinachokufanya wewe umuone Mungu yuko mbali na wewe ni mawazo. Wanasaikolojia walifanya utafiti ufuatao. Wanandoa ambao wanaongea kwa sauti kubwa sana wakati wanapojadiliana jambo, mmoja anaongea kwa sauti ya juu sana wakati mwingine yuko hapa, walichunguza bongo zao, wakagundua kwamba ubongo wa huyu anayepiga kelele unamuona mwenza akiwa mbali ijapokuwa yupo karibu. Kwa hiyo ndio maana anapiga kelele kabisa, wewe unisikii, wewe imekuwa hivi, usikilize. Yani kwa sababu anamuona yuko mbali. Kwa hiyo yuko mbali mentally, japo physically yupo karibu. Ukiona mtu anampigia kelele Mungu wake yuko mbali, haina maana yuko mbali kiukweli, yuko mbali mentally, yuko mbali kwenye akili. Mungu atusaidie sana. Hebu tuangalie maisha ya maombi ya Elia ambayo yana matukio kadhaa yafuatayo. 1, moto; 2, mvua; 3, ufufuo. Inabeba vitu hivi vitatu Elia. Vitu vitatu vipo kwa maisha yake yote, na stori zake zote zinabebwa na vitu hivi vitatu. Nimekuambia 1 ni moto, 2 ni mvua, 3 ufufuo. Kwa kuna vitu vinabebwa hapa, na hivi vyote vina mafunzo kwetu kiroho. Leo tuichunguze kwa kina maombi yaliyobadilisha hali ya hewa. Ndio sehemu ya kwanza hiyo. Yakobo 5:17 ndipo anasema, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kwa cha kwanza ni maombi yanayobadilisha hali ya hewa. Nini kilikuwa nyuma yake? Israeli ilikumbwa na tukio la kutisha sana. Mfalme Ahabu alimuoa mwanamke anaitwa Yezebeli. Yezebeli alikuwa ni mwabudu miungu na anatajwa pia mchawi katika lugha zote hizo. Yeye Yezebeli alikuwa na miungu ya kwao aliyoileta katika Israeli. Israeli ikabadilika kutoka kumwabudu Mungu mmoja ikawa inaabudu miungu mingi, na Ahabu alishiriki hadi kujenga mahekalu ya miungu hiyo. Mmoja ni mungu Ashtoreth ambaye tunamuita Ishta, mwingine alikuwa ni mungu ambaye anaitwa Marduk. Kulikuwa na miungu mingi, na mungu ambaye alikuwa anaabudiwa sana alikuwa anaitwa Baal. Baal alijizulia umaarufu kwa sababu aliaminika kwamba anaweza kuwasaidia watu kupata hali ya hewa nzuri ili mazao na ng'ombe waweze kuishi vizuri. Kwa ndio maarufu wa Baal. Ndio sababu Elia anapokuja anaibua hoja ya Mungu yupi anayeweza kujibu na kubadilisha hali ya hewa. Anapomleta Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, hoja inakuja, ikiwa Baali ndiye mleta mvua tujue, ikiwa Mungu wa mbinguni ndiye mleta mvua tujue, tutajuaje sasa? Elia anasimama akimkemea Ahabu mwabudu miungu, akamwambia mvua haitanyesha. Ukisoma lile fungu la Elia wakati anapoongea, anaongea kama anaka kiburi fulani hivi, lakini usitafsiri katika lugha ya kiburi. Anasema hivi, mvua haitanyesha muda wa miaka 3.5 isipokuwa kwa neno langu. Anaposema neno langu, Elia ni mwakilishi wa Mungu kwa asilimia zote. Ni kana kwamba anamwambia Ahabu, tupime tuone yupi Mungu wa kuabudiwa. Elia akaondoka, mvua ikagoma. Hapa utajiuliza bidii iko wapi? Wale ambao wamefuatilia vizuri mafunzo ambayo nayatoa kupitia Mahubiri TV pamoja na Hope Channel, nimesema kuna maombi ya kutamka na kuna maombi ya upatanishi. Kuna maombi ya aina nyingi. Hapa Elia alitumia maombi ya kutamka. Yana nguvu kwa sababu anahitaji kumuinua Mungu halisi ajulikane. Nasema karama ya miujiza na maombezi sio kwa ajili ya entertainment. Yaani uweze tu kuamua kuitumia unavyopenda. Kwa vile Mungu amekupa karama ya miujiza, amekupa karama ya maajabu, unaanza tu kufika unakuta watu wamekaa wengi, unaambia nataka niwabadilishie maji mnywe juisi.
hiyo ni entertainment, lakini lazima itumike kwenye matukio maalum ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu. Ndio maana hapa unamsikia Eliya anaongea kwa ujasiri, anamwambia Ahabu, mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Na kweli mvua ikagoma, haikunyesha. Na ujue, relax kidogo hapo, naye nitazama, ukiwaombea watu laana itawapata, ila na wewe utakula matokeo kwa saizi yako. Pastor, sasa hapo inakuwaje? Mvua ilipogoma, Eliya na yeye alikosa chakula. Ikatokea tu Mungu akamuita kunguru, akaanza kumlisha mkate na nyama, protein na carbohydrate. Sayansi imeprove zikienda sambamba zinasaidia kiwango cha sukari kwenye mwili. Kumbe haya yote hapo kwenye Biblia. Lakini njaa ilipozidi, Ahabu akawa makini na mikate yake, kiasi kwamba kunguru naye akakosa hata mkate wa kumchukulia Eliya. Ndipo Eliya akachukuliwa akapelekwa moja kwa moja hadi kwa mwanamke mjane wa Sarepta. Mungu ni wa ajabu. Hakumpeleka Eliya kwa watu wenye uwezo mkubwa, alimpeleka kwa mjane, ili kwa kitendo cha mjane kumlisha Eliya, mjane naye abarikiwe. Angalia jinsi mambo ya Mungu yalivyo. Mjane anamlisha Eliya na mjane naye anabarikiwa, hatua kwa hatua, mpaka ukame unaisha. Ukame unapoisha, Eliya anarudi. Hebu sikia hapa, mtu mmoja aliomba na mbingu zikafungwa. Kwa nini? Kwa sababu moyo wa Eliya ulikuwa na mzigo juu ya dhambi za Israeli. Maombi yake yalikuwa jasiri, yenye imani, na yalikubaliana na mbingu, yalienda sambamba, aligned. Tunafanya wheel alignment kwenye magari. Gari ambayo haijafanyiwa wheel alignment, unaona jinsi inavyoenda. Ikifanywa wheel alignment, safi kabisa, inaenda vizuri kabisa. Maombi vivyo hivyo yanatakiwa yaende sambamba na Mungu. Motive ya kile unachokiomba iwe ni utukufu kwa Mungu na kuleta baraka kwa wengine. Na hii nimewapigia kelele watu wengi ambao wanaomba kwa ajili ya baraka za kiuchumi. Lengo lako ni nini? Show off, au ni ili uweze kubarikiwa na uweze kubariki wengine? Na utakapobarikiwa lazima imani yako itapimwa. Baada ya kupata zile baraka, unabariki wengine au unajibariki wewe mwenyewe? Eliya aliomba na ikatokea mvua ikagoma kabisa kabisa. Jambo la pili muhimu, maombi yaliyoleta moto kutoka mbinguni. Kumbuka, ya kwanza yalibadilisha hali ya hewa. Tunaye Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali ya hewa ya ndoa yako. Tunaye Mungu anayeweza kubadilisha hali ya hewa pale kazini kwako. Tunaye Mungu anayeweza kubadilisha hali ya hewa katika uchumi wako. Tunaye Mungu anaweza kubadilisha hali ya hewa katika afya yako. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Lakini kabla ya kuomba hali ya hewa ibadilishwe, lengo lake ni nini? Ni jambo la msingi sana. Eliya aliyomaliza zoezi la kwanza, miaka 3.5 imeisha, akarudi. Na anaporudi anakutana na mtu mmoja anaitwa Obadia. Obadia alikuwa ni mtu katika serikali ya Ahabu. Pamoja na mauchafu yote ya Ahabu aliyofanya, Obadia alikuwa ni mcha Mungu. Mcha Mungu wa pekee sana. Unajua, wakati huyu Ahabu ameua manabii wa Mungu, Obadia aliwachukua manabii takriban 70, akawaficha kwenye mapango, akawa anapelekea chakula kwa siri. Kila wakati anapeleka kwa siri wale na maji. Huku Ahabu anatafuta wako wapi manabii wa Mungu niwamalize. Obadia aliwaficha. Katika kila serikali kuna wacha Mungu wako hapo. Nenda ukaangalia wakati wa serikali ya Babel, walikuwepo akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Nenda ukaangalia wakati wa serikali ya kule Misri, Farao akitawala, walikuwepo akina Yusufu. Laiti viongozi wa serikali wangelijua kuna baadhi ya mambo yanaenda vizuri kwao, sio kwa sababu yao, ila kuna wacha Mungu wachache wanaoomba. Wapo katika ofisi fulani, wapo mahala fulani, hawa ndio wanaoshikilia ofisi yako. Ukijua hili, wewe ambao umepewa madaraka na cheo,
utaheshimu wafanyakazi walioko chini yako ambao wanakuomba ruhusa ya kwenda kuabudu. Yako baadhi ya mambo hayakupati kwa sababu yao. Obadia alivyokutana na Eliya, Eliya akamwambia, nenda ukamwambia Ahabu umeniona. Siwezi kusahau maneno ya Obadia, yapo akilini mwangu mpaka leo. Akamwambia Eliya, mtumishi wako, yani kana kwamba anambia, nimekosa nini? Mbona unaniingiza kwenye matatizo? Na anamsimulia, anamwambia, hakuna ufalme hapa ambapo Ahabu hakutuma watu kukutafuta. Wewe nitazame vizuri, wewe ambaye umebahatika kuwa na televisheni yako leo na ambao unasikia kwa njia ya redio, nisikilize vizuri. Eliya alikuwa sehemu ambayo analishwa na kunguru, lakini Ahabu alikuwa bize kutuma watu kwenye falme mbalimbali ili kumkamata Eliya. Mungu anaweza kukuficha, haijalishi maadui zako wanakutafuta kiasi gani. Eliya akaingia kwa nyumba ya mjane, na kuna uwezekano mkubwa hata pale alipokuwa Sarepta walituma wajumbe kumtafuta, lakini hawakuingia katika nyumba ya mjane, maana hakuna mtu ambaye aliwaza kwamba Eliya anaweza kuishi kwenye nyumba ya mjane. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu utolewe kwenye madaraka, sio kwa sababu anakuchukia, ila ni ili akufiche. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu ukakosa tripu za ofisini, wamepeana tripu zao wanaofahamiana, Mungu akawafunga macho na wewe usikumbukwe, usilalamike. Wakati mwingine Mungu anaruhusu matukio hayo ili akufiche, usionekane. Obadia anamwambia, hakuna ufalme ambapo bwana wangu hakutuma watu ili kukutafuta. Sasa anamwambiaje? Unahitaji niende kumwambia mfalme kwamba nimekuona. Baada ya hapo, alafu anasema baada ya hapo Roho wa Bwana akutwae. Akiniuliza yuko wapi, tukija kukuangalia umetwaliwa. Si unataka kifo? Hajajibu sawasawa, anamwambia, mtumishi wa Mungu, huenda tu umesahau, ngoja nikuambie. Wakati Ahabu anaua manabii, mimi nimewaficha 70 pangoni. Unaweza usinielewe kwamba hivi anamaanisha nini. Anataka kusema hivi, nimetenda mema kwa watumishi wa Mungu, sistahili adhabu ya kukatwa kichwa. Maana nikienda kutoa taarifa alafu Mungu akutwae. Ndipo akamwambia, usiogope, sitatwaliwa, nenda ukamwambie. Akaenda akamwambia. Ahabu naye akahitaji akutane na Eliya. Wanapokutana uso kwa uso, kumbuka wamepoteana takriban miaka 3.5. Ukame umepiga nchi, ng'ombe wamekufa, kila kitu kimeharibika. Wanakutana uso kwa uso. Ahabu anamwambia Eliya, wewe ndiye mtaabishaji wa Israeli. Eliya naye anamwambia, ni wewe. Kila mmoja anamrushia mwenzake maneno. Napenda maneno ya Eliya, simple. Anasema, tusihangaike sana, twendeni katika mlima Karmeli. Weka sadaka yako na manabii wako. Manabii wako ni zaidi ya 300. Mimi niko peke yangu tu ambaye namwabudu Mungu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyo. Wao wakatoe sadaka yao na mimi nitatoa, ili tuue mzizi wa fitina. Mungu atakayejibu kwa moto, ikajulikane leo ya kwamba huyo ndiye Mungu. Unajua manabii wa Baali waliomba, wakajikatakata. Eliya naye akawa na wakebehi, anawambia ongezeni maombi, kazana, labda amelala. Alafu baadaye wanakazana, mwisho anambia kazaneni, huenda labda ameenda mahala fulani safarini. Nisikilize hapa. Unapomuomba Mungu kwa kujitesa na kuhangaika, unamweka Mungu kwenye kundi moja na Baali, ya kwamba ni Mungu ambaye masikio yake ni mazito, kwa inabidi upige kelele sana ili aweze kukusikia. Hapana, Mungu wetu hayuko hivyo. Ukielewa ya kwamba Mungu yupo karibu na wewe, hata staili yako ya maombi itabadilika. Ukielewa Mungu yuko ndani yako, hata namna unavyoongea lugha yako ya maombi itabadilika. Walivyoshindwa kabisa, Eliya akasema, akajenga madhabahu ya Mungu aliye hai, akaweka yule mnyama, ile nyama iliyoandaliwa kwa ajili ya sadaka ikawekwa juu pale. Alafu Eliya akaomba ombi. Nataka uangalie hili ombi lake, na nilisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18:37. Ingekuwa ni wewe ndio umepewa hiyo nafasi, ungepiga maombi hapo ya robo saa nzima.
ili tu kueleza Mungu, sasa wamekutukana baba, unajua hata wameabudu miungu mingine leo. Simple, angalia ile ombi, anasema unisikie Bwana, unisikie, ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu. Ombi moja fupi lenye nguvu. Hakukuwa na maigizo, hakukuwa na drama, ni moyo uliounganishwa na mbingu. Naonaga kwenye mitandao wakati mwingine watu wanaomba mpaka staili, yani mpaka sauti inabadilika ya maombi. Yani Mungu anayekujibu kwa sababu eti umebana koo. Mungu gani huyo? Mungu anayekujibu kwa sababu eti umehangaika sana na mpaka umetoa jasho. Mungu gani huyo? Sikiliza, mimi namwamini Mungu ambaye ninaweza nikaongea maada moyo wangu umeunganishwa na yeye. Simple, Mungu anaweza akasikia. Changamoto yetu kubwa tulio nayo ni mgogoro wa imani. Tuna shida katika hoja ya imani mpaka unawaza hivi tunaenda wapi? Ellen White ametaja vizuri, nafikiri tulinukuu kitabu, anasema ninaogopa sana nikiona jinsi ambavyo watu hawajui somo la imani. Naona makanisani tunafanya maombi hapa kwenye television, watu wanapokea miujiza yao, watu wanapona, watu wana comment, lakini nikiwa kwenye kanisa ninaweza nikafanya maombi mle ndani na nikawaambia watu amini, baada ya hapa usimtafute mchungaji. Ninamaliza maombi, nikitoka nje mtu ananifuata, nina jambo langu. Na tumeongea humo ndani kabisa kwamba amini imekuwa. Mgogoro uko wapi? Yaani kuna mtu haamini mpaka aguswe na pasta. Mungu atusaidie sana. Hebu fikiria, alipotamka maneno haya tu, moto ukashuka straight. Unajua ile madhabahu ilivyotengenezwa, si madhabahu tu, waliweka nyama juu, wakajaza na maji. Unajua kwa nini ajaze maji? Anajaza maji ili wasije wakasingizia kwamba alitega baruti. Kuna wakati mwingine Mungu anaacha mambo yako mpaka yaharibike kabisa. Sio kwamba haoni, ni ili akitenda muujiza ijulikane ni yeye. Usishangae kuna watu walikuahidi kukuconnect kwenye kazi, ukipiga simu hawapokei, ukituma message hawajibu. Kuna watu walikuahidi kukupa mtaji, utawatafuta hakuna chochote. Usianze kulalamika, mshukuru Mungu. Kuna wakati madhabahu inabidi imwagiwe maji ya kutosha, ili moto ukishuka usije ukasingizia wale watu. Acha Mungu akutendee muujiza ili usije ukatukuza watu, umtukuze yeye. Moto uliposhuka tu pop, ukailamba ile sadaka yote na mpaka maji yote yakamalizwa. Lakini mgogoro uko wapi? Anasema aliomba kwa bidii. Mbona hatumuoni akihangaika sana Elia? Hii bidii yake iko wapi? Relax, tunaenda kuiangalia huko mbele vizuri. Wakawaua manabii wote wa Baali waliokuwepo pale, na hakuna aliyetoroka hata mmoja. Namba 3, maombi yaliyoleta mvua. Hapa ndipo nataka uone Elia alivyokuwa. Huko nyuma tulipewa summary kidogo kidogo, hapa tunaanza kuona kwa kina sasa, ili uweze kulinganisha na maombi yako jinsi yalivyokuwa. Maombi yaliyoleta mvua, maombi yaliyoleta matokeo. Maombi ya kwanza yamezuia mvua, maombi ya pili yameleta moto, maombi ya tatu yanaleta mvua. Elia huyu mmoja, na ukimtazama maisha yake katika manabii ambao walikuwa hawana hela, Elia alikuwa na kanguo kake kamoja, akikavaa hako watu walishamkariri. Yaani hata watoto ukiwauliza kama unamtafuta Elia, hujui alikatiza wapi, unaweza ukauliza watoto barabarani, mmemuona Elia akipita hapa? Alafu anakuambia hapana, hatujamuona. Unauliza mlimuona babu mmoja amepita hapa na kakoti ka blue? Wanakwambia ndio, amekaririwa. Ndio maana wakati anaenda mbinguni, Elisha akamwambia ninaomba roho yako, lakini mara 2 maradufu. Lakini ndani yake alikuwa na nguvu ya maombi isiyo ya kawaida. Sasa sikia hapa sasa. Wafalme wa kwanza sura ya 18 fungu la 42. Akaenda juu ya mlima Karmeli, akainama chini, akaweka uso wake kati ya magoti yake. Ninasoma watu wakiwa na sujudu, lakini sijawahi kuona design hii. Huwa watu wakisujudu
wanasujudu kifudifudi au kifulifuli, uso unashika ardhi. Lakini hii anasema uso wake ulikuwa kati ya magoti yake, ishara ya unyenyekevu wa pekee sana. Na nilijua kwamba aliomba mara moja, lakini ukiangalia vizuri utaona mambo ya ajabu. Aliomba si mara moja, bali mara 7. Nataka hapo utulize akili yako vizuri, ufuatilie kwa umakini. Usikariri mfumo wa maombi. Muulize Roho Mtakatifu akuelekeze kwa jambo hili unatakiwa uombe namna gani. Hata Yesu wakati anaponya watu hakutumia staili moja ya uponyaji. Kipofu wa kwanza anamshika macho tu, anaona. Kipofu mwingine anatema mate, anakoroga, anampaka, anamwambia nenda ukanawe katika birika la Siloamu. Kipofu mwingine anamtoa mbali na watu, na yeye anamgusa, anamwambia waona nini? Anasema naona watu kama miti. Anamgusa mara ya pili. Sasa usije ukakariri kwamba maombi haya nitakuwa niongee mara moja tu imeisha. Kuna ya kuongea mara moja inaisha, kuna mengine unarudia. Ile kurudia haina maana kwamba majibu hayapo, ila ni kuongeza bidii ya kuvuta kile unachokihitaji. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hili. Alipokuwa pale kwenye mlima anaomba mvua ije, kuzuia mvua aliongea mara moja, kuleta mvua anaomba mara 7. Hebu anza kufikiria tu hicho kitu hicho. Wakati wa kwanza mara moja, usikariri. Sasa wakati anapoomba hii awamu nyingine, kitu ambacho kinanishangaza sana, yuko na mtumishi wake ambaye huwa hatajwi sana. Hatajwi, maana hata kurithishwa unabii ilishindikana, ikabidi apewe Elisha. Unajua watumishi wa viongozi hao mara nyingi ilikuwa wanatarajiwa kushika mikoba yao, lakini mtumishi alifeli kabisa. Wakati anaomba akamwambia mtumishi wake, nenda ukaangalie kama wingu limeanza, maana ili mvua ije lazima pawe na wingu. Akarudi akamwambia hamna kitu. Akarudi mara ya pili asema hamna kitu. Sio kwamba kulikuwa hamna kitu. Hapa naomba Mungu akusaidie uweze kuelewa hii sentensi vizuri. Sio kwamba kulikuwa hakuna kitu. Hapana. Ni kwa sababu kulikuwa kuna wingu dogo. Wafalme wa kwanza 18:44. Tazama wingu dogo linatokea baharini. Tatizo ilikuwa ni saizi ya wingu. Ili mvua inyeshe ni lazima aweze kuona wingu kubwa, lakini awamu hii wingu ni dogo. Kwa lugha nyingine, kuna watu Mungu ameanza kujibu maombi yenu, lakini kwa vile mliyaona kwa udogo, hukuongea lugha ya imani, uliongea lugha ya mashaka, ukadhoofisha nguvu ya majibu. Maana umeomba Mungu akuponye ugonjwa, akaanza kukuponya, lakini ulichokuwa unajibu ni kwamba kwa kweli bado, maana mgongo bado unauma. Wakati mgogoro ulikuwa ni mwili mzima, badala ya kukiri uponyaji wa sehemu iliyoanza, unaongelea sehemu iliyobakia ambayo haijaponywa. Unaharibu nguvu ya majibu. Eliya anaomba mara ya kwanza, anamuuliza Bwana, anaona kwamba hakuna kitu. Lakini mara alipompa majibu Eliya ya kwamba kuna wingu dogo kama kiganja, Eliya akaongea maneno ya imani. Akasema, wahi, kimbia haraka sana ukamwambie Ahabu aondoke, maana hiyo ni mvua kubwa sana. Yuko mtu ambaye unahitaji mtaji wa biashara. Tageti yako ni milioni 10. Mkononi una 100,000. Lakini huoni ya kwamba Mungu anaweza kuifanya 100,000 kutenda kazi ya milioni 10. Kila unaposema sina mtaji, nina 100,000 tu, unadhoofisha majibu ya maombi. Leo utubu na kubadilika. Sikiliza. Kwa nini maombi ya bidii yanafanya kazi? Ni swali la msingi sana. Maombi ya bidii yanafanya kazi. Kwa nini yanafanya kazi? Huu ni mwitikio wa kimbingu. Kwa nini maombi ya kawaida yafanyi kazi?
Yesu alitoa mfano wakati anapoongelea habari ya maombi ya bidii. Akawaambia wanafunzi wake, ni yupi ambaye jirani yake atamgongea mlango au dirisha lake wakati wa usiku, akimwambia, ninaomba unipatie mkate kwa ajili ya mgeni aliyenitembelea? Anasema, lakini huyu ambaye anaombwa mkate agome kuamka kwa sababu anakereka, amelala kitandani, hawezi kuamka. Anasema huyu muombaji akiendelea kumuomba sana, ndipo huyu ambaye anaambiwa atoe mkate na hataki kwa sababu kuna baridi, amejifunika blanketi. Anasema huyu anayeomba atakapoendelea kumkera sana, anayeombwa mkate ataamka kumpa mkate, si kwa sababu ana lengo la kumpa mkate au nia kumpa mkate, ila kwa sababu anakerwa na huyu mtu anayemgongea dirishani. Namna nyingine ni hii. Yesu anahitaji kusema ya kwamba huyu mtu atakuja kutoa mkate si kwa sababu anapenda, ila kwa sababu ya kuogopa kero. Ndipo Yesu akawageukia wanafunzi wake akawaambia, je, si zaidi Baba yenu aliye mbinguni? Hana maana Mungu anakerwa, ila anamaanisha kuna baadhi ya mambo ili yatokee lazima tuendelee kupush. Nakupa mfano mwingine ili uweze kunielewa vizuri. Danieli akaomba muda wa siku 21, amefunga. Siku ya kwanza alipotia nia ya kuomba, majibu yalitolewa siku ya kwanza, lakini hadi kumfikia siku 21. Usiache kuomba kwa ajili ya mtoto wako. Usiache. Hata kama huoni mabadiliko leo, endelea kuomba. Usiache kuomba kwa ajili ya mume wako. Hata kama huoni mabadiliko leo, endelea kuomba. Usiache kuomba kwa ajili ya mke wako. Hata kama huoni mabadiliko leo, endelea kuomba. Usiache kuomba kwa ajili ya biashara yako. Hata kama unaona kwamba kila ukiomba inazorota, usiache kuomba. Mungu anakuja kukuletea baraka ambayo italipa mpaka yote yaliyopita. Usiache kuomba. Yako baadhi ya maombi inakubidi uendelee kupush, inakubidi uendelee kuomba, inakubidi uendelee kuongea na Mungu, inakubidi uendelee kuongea na Mungu katika lugha ya imani. Kwa nini maombi ya bidii yanafanya kazi? Namba 1, yanakubaliana na mapenzi ya Mungu. Wakati fulani unapoendelea kuomba ni kwamba unabadilisha maisha yako yapelekane na kile ambacho Mungu anahitaji. Lakini jambo lingine, wakati unapoendelea kuomba, unapoendelea kupush, unaendelea kujenga nguvu ya kuvuta majibu, kama vile Eliya alivyoendelea kuomba, kiasi kwamba malaika ambaye alikuwa anazuiliwa kuleta majibu akatumwa mkuu mmoja wakuu wa mbele, akaja kumkamata mfalme wa Uajemi ili majibu yaletewe, yaje moja kwa moja. Huwezi kujua kuna kitu gani kinaendelea katika maisha yako ya majibu, inakubidi uendelee kuomba. Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 fungu la 14 anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Maombi ya bidii si kuhusu kutimiza mapenzi yetu binafsi, bali ni kuhusu kutafuta na kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunapolingana na mapenzi yake, tunakuwa na uhakika kwamba anatusikia na anatujibu maombi yetu. Kwa hiyo wakati mwingine unapoendelea kurudia kuomba, unapoendelea kumwomba Mungu, si kana kwamba wewe unalazimisha. Ina maana ya kwamba unabadilishwa ulingane na mapenzi yake. Namba 2, yanashirikisha moyo wote. Unajua, wakati fulani tumeangalia andiko linasema, wawili wenu wanapokubaliana jambo watatendewa. Lile andiko tumelitafsiri tukiwa tunamaanisha kwamba watu wawili, lakini lina maana zaidi ya moja. Moja ya maana yake ni hii: wawili wenu. Wawili wenu, akili yako ikikubaliana na moyo. Mchungaji, bado hapo sijakuelewa. Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, kutamka inabidi akili ndio ikomani mdomo kutamka. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, wala asione shaka nafsini mwake.
ila ayaamini ya kwamba ayaombayo yametukia yatakuwa yake. Kumbe maombi ya bidii yanatusaidia sisi kushirikisha moyo. Moyo maana yake ni kufurahia na kukiona kile ambacho kimetendeka tayari kwa njia ya imani, hata kama macho na reason yetu haioni. Yeremia 29 fungu la 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mtu anayefanya jambo kwa moyo ni mtu ambaye hakati tamaa. Nini kinakufanya usikate tamaa? Kuna namna unaliona jambo tofauti na watu wengine jinsi ambavyo wanaona. Ukiomba kwa moyo usiokata tamaa, matokeo yanakuja. Mungu anajibu wale wanaomtafuta kwa moyo wao wote. Maombi ya bidii yanahitaji kujitolea kikamilifu bila kushikilia chochote cha nyuma. Hapa ndipo kuna pointi muhimu sana. Kuna mtu anakuambia, lakini nimeomba sana sikuona matokeo. Unaongea story. Lakini kuna wakati nilimwambia sikuona matokeo. Unaongea story. Ongea sasa, ona kwa imani. Namba 3, kwa nini maombi ya bidii yana matokeo? Namba 3, yanaachilia nguvu ya Mungu. Mathayo 17:20, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana ami nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kumbe mgogoro ni imani. Imani ni nini? Ni kuona mambo yasiyokuwepo kana kwamba yako tayari. Maombi ya bidii yanashirikisha macho ya rohoni kuona mambo ambayo hayaja kuwepo kana kwamba yako tayari. Maombi ya bidii yanafungua milango ya miujiza na uwezekano usio na kikomo, kwa sababu yanatuunganisha na nguvu za Mungu zisizo na mipaka. Nimeongea kwa herufi kubwa ili iingie akilini mwako vizuri. Nguvu za Mungu zisizo na mipaka. Unanitazama umeambiwa kwamba una saratani na huwezi kupona. Nguvu za Mungu hazina mipaka. Unanitazama na umefukuzwa kazi na hakuna namna ya kurudi tena. Nguvu za Mungu hazina mipaka. Unanitazama na tumbo lako limefungwa na umeambiwa huwezi kupata mtoto tena. Nguvu za Mungu hazina mipaka. Unanitazama na una urahibu wa mambo ambayo umejaribu kuiacha imeshindikana na umejiona kabisa uwezi. Nguvu za Mungu nakwambia hazina mipaka. Mungu anaweza akatenda zaidi ya vile ambavyo unatarajia wewe. Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Njia Salama ukurasa wa 94 paragrafu ya 2 kile cha Kiingereza anasema, maombi ya bidii ya imani yataileta roho katika mawasiliano na nguvu za mbinguni. Maombi ya bidii sio lele mama, sio maombi ya kugusa kwa kujaribu tu, sio maombi ya mtu ambaye anasema ngoja nione kama itatokea. Maombi ya bidii. Maombi ya bidii ni maombi ambayo unaomba ukiamini ya kwamba Mungu anakutendea bila kukata tamaa. Nimesema kuna ambayo utatamka mara moja itatokea. Kuna mengine itabidi urudie mara kadhaa. Elia aliomba mara 7. Wewe umeomba kidogo tu umekata tamaa. Hapana. Wakati mwingine endelea. Na utasikia Roho wa Mungu anakuongelesha ndani kabisa ya kwamba endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Bidii yako inakuunganisha na nguvu za Mungu zisizoonekana. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, natamani uweze kuona ni kitu gani ambacho kinazuia maombi ya bidii. Maombi ya bidii yana mambo ambayo yanaweza kuyazuia pia. Ni yapi? Umekumbuka kwamba wakati Danieli anaomba, aliungama dhambi yake na dhambi ya taifa lake. Namba 1, kitu ambacho kinazuia maombi ni dhambi inayofahamika isiyoungamwa. Hii zingatia vizuri kabisa. Dhambi inayofahamika isiyoungamwa. Tunatenda dhambi ambazo hatuzijui. Hiyo huwezi kuhukumiwa katika hilo. Sina maana kwamba huwezi kuhukumiwa mbele za Mungu, lakini namaanisha kwamba huwezi kuhukumiwa na kuzuiliwa maombi yako kwa sababu ya dhambi usiyoifahamu. Neema ya Mungu inakukava. Lakini dhambi ambayo unaifahamu na unakataa kuiungama,
inazuia maombi yako. Zaburi 66 fungu la 18, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Daudi hana maana kwamba hajawahi kutenda dhambi, ila anamaanisha kwamba kila dhambi ambayo anaifahamu aliungama. Ni dhambi gani ambayo bado inakusumbua wewe? Ungama mbele za Mungu. Dhambi iliyofichwa au isiyokiriwa inaweza kuwa kizuizi kikubwa kwa maombi yetu. Ni muhimu kuungama dhambi zetu na kutubu ili maombi yetu yasikilizwe. Namba 2, mashaka. Yakobo 1:7, mtu wa namna hii asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Ni mtu ambaye ana moyo wa kusitasita. Imani ni msingi wa maombi ya bidii. Tunapokuwa na mashaka, tunazuia uwezo wa Mungu kufanya kazi katika maisha yetu kupitia maombi. Hata Yesu kule Nazareti kijijini kwao alitenda ishara chache na miujiza michache kwa sababu ya kutokuamini kwao. Namba 3, kiburi. Yakobo 4:6, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kiburi kinazuia majibu ya maombi kabisa kabisa. Namba 4, kutokutulia. Kutokutulia, wengine wameita usumbufu, lakini kutokutulia. Zaburi 46 fungu la 10, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Umeomba huku unapaparika, mara huko kule, mara huko hapa. Kuna mtu mmoja akasema umehama madhabahu kiasi kwamba hata Mungu anashindwa kujibia kwenye madhabahu ipi. Mara huko huku, mara umeenda kwa waganga, mara unahangaika kutafuta msaada kule. Tulia, acha Mungu atende mambo yake. Namba 5, mahusiano yaliyovunjika na watu wa karibu na wewe. Mathayo 5:24, uende kwanza upatane na ndugu yako. Ukiwa unaombea jambo zito kabisa na ukakumbushwa kwamba kuna ndugu yako ambao hamjapatana, nenda mkapatane naye. Wanandoa, Mungu anasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa kila mmoja unaona na changamoto yake. Mungu akusaidie sana ili uweze kujua hizi hatua na kuzifanyia kazi. Namba yetu inapita hapo katika television yako. Tunapokwenda katika maombi, endelea kutuma maombi yako. Yesu aliomba maombi ya bidii. Yesu mwenyewe aliomba maombi ya bidii pale Getsemani. Aliomba kwa bidii. Aliomba kwa bidii usiku kucha. Yakobo alishindana na Mungu usiku kucha. Hayo ndio maombi ya bidii. Akasema sikuachi mpaka unibariki. Hana aliomba hivyo hivyo, maombi kwa bidii kabisa. Akaomba kwa bidii kabisa Hana, na akapata mtoto. Danieli naye ni vivyo hivyo, maombi ya bidii. Ukiona hii mifano na ikusaidie kujua hata wewe Mungu anakwenda kujibu. Tunakwenda kuomba sasa. Mungu akusaidie sana. Mimi sijui unapitia jambo gani. Fumba macho yako hapo ulipo, mazingira uliopo, kaa mkao wa maombi na Bwana anakwenda kutenda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neema na upendo wako. Mtazamaji na msikilizaji analeta haja zake katika mikono yako. Wengine wanachati wakituma jumbe zao katika YouTube. Naomba ukapate kumgusa kila mmoja. Kuna mtu ameombea jambo mpaka amekata tamaa. Naomba ukapate kumtendea kuanzia leo. Mpe moyo wa maombi, mpe moyo wa bidii. Anayeumwa akapokee uponyaji. Ambaye ana changamoto katika masuala ya ajira ukapate kumfungulia milango. Ambaye ana changamoto katika ndoa yake ukamtendee. Ambaye ana changamoto ya ada ukamfungulie milango. Kila mmoja tukapokee shuhuda nyingi za matendo makuu ambayo umetenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, kumbuka utashiriki huduma hii kwa kutuma somo hili, share kwenye magroup, tuma linki, waambie wengine habari ya somo hili. Wanapofunguliwa wengine, nawe pia unafunguliwa. Mungu akubariki sana. Endelea kutuma jumbe kwa watu wengi. Bwana akubariki.